majina naitwa Andrew Akieli Mjema. Mimi niliingia Chadema nikiwa bado mdogo sana, na nilifanya shughuli nyingi za Chadema. Nilianzia katika ngazi ya tawi, nikaaminiwa na chama katika ngazi ya jimbo, nikawa mwenyekiti wa vijana wa jimbo la Lushoto. Kafikia hatua wakaniamini, wakanipa nafasi ya kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Wakaniamini tena nikawa mwenyekiti wa chama wilaya. Mimi kilichonisababisha nitoke kwenye Chadema kimekuwa ni chama cha matamko mengi sana, ambayo matamko yale yanaumiza wanachama zaidi, si viongozi, kwa sababu hata maandamano ambayo mwenyekiti ameyazungumzia, unaweza ukashangaa yeye asishiriki kwenye hayo maandamano. Kwa hiyo watakaoingia kwenye hayo maandamano ni viongozi wa chini. Chama sasa hivi kimetoka kwenye agenda za msingi. Chama chetu tumekiendesha kwa hali ya kujitoa kwa muda mrefu bila kupata ruzuku yoyote. Sasa chama baada ya Heche pamoja na Mheshimiwa Lissu kuingia madarakani, waliwaambia watu kwamba watakapoingia madarakani ruzuku itashuka mpaka ngazi ya chini, afadhali taifa pesa isipatikane. Sasa mimi kilichozidi kuniudhi zaidi ni baada ya juzi kuona kwenye mkeka wa viongozi kuambiwa kwamba kwa kiongozi yoyote kuchangia tone ni lazima, sio hiari. Sasa tangu lini mtu mchango ukaambiwa ni lazima kwa mtu fulani? Hakuna jambo kama hilo. Huwezi ukalazimishwa na chama au mtu yeyote kwamba mchango ni lazima. Ule mchango unaoambiwa ni lazima labda mchango wa familia, lakini si mchango wa masuala ya chama, kwa sababu chama hakijawahi kunufaisha kitu chochote mimi zaidi ya mimi kukichangia chama. Sasa mimi nimeona ni afadhali nipumzike, nikae pembeni, nisijishughulishe na chama chochote, nibaki mimi peke yangu. Kwanza viongozi wamekuwa ni watu wa kujisikia. Utamkuta kiongozi mwingine kwa sababu yeye anajiona kwamba basi yeye ndiye mwenye chama, unapomwambia swala la ushauri anakuona wewe ni msaliti. Mimi kwa majina naitwa Lukindo Hussein Mohamed, ni mwanachama Chadema. Chadema na maana chama cha demokrasia na maendeleo, kwa kifupi Chadema. Mimi mpaka muda huu nimeamua kujitoa kwenye chama hiki cha demokrasia na maendeleo Chadema, na kwenda nyumbani kupumzika, kufanya shughuli zangu za kawaida. Na ndugu zangu waandishi wa habari, nataka mtambue kwamba kujitoa Chadema sio kwamba najiunga na chama kingine chochote cha siasa hapa nchini. Kuna vyama zaidi ya 21, lakini sitojiunga na chama chochote cha siasa. Nimeamua kwenda kupumzika siasa. Kwa sasa na nafasi nyingi za uongozi katika chama cha demokrasia na maendeleo, lakini nafasi kubwa ni mjumbe wa hamasa kanda ya kaskazini, ambayo ina mikoa 4, mkoa wa Arusha, Manyara, Kilimanjaro na Tanga. Lakini nafasi nyingine niliteuliwa kukaimu nafasi ya katibu wa mkoa baraza la wazee mkoa wa Tanga. Lakini pia ni mjumbe wa kamati ya utendaji katika wilaya ya Muheza. Juzi tulisikia hapa makamu mwenyekiti anasema tufanye maandamano nchi nzima, lakini mimi haya mambo ya maandamano yananikwaza sana akili yangu, na ndio maana ninaamua pia kuondoka kwa hicho chama ili niwe huru, niwe mtu huru kabisa. Na nataka kuambia, narudia tena kwa mara ya pili, sitaenda CCM, sitaenda Chauma, sitaenda Chama Mageuzi, sitaenda TLP, sitaenda chama chochote cha siasa. Nitakuwa niko huru. Na sitaki mtu yote aniambie, anifuate aniambie uje kwenye chama fulani uje na chama, sitomkubalia. Na kuwa huru kwenda kufanya shughuli zangu, kulea wajukuu vijijini kwangu. Nchi haijengwi kwa maandamano. Ni vema sasa viongozi wa Chadema wakakaa meza moja na viongozi wengine wa vyama vingine vya siasa, wakafanya maliziano kwa ajili ya kuijenga nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu nchi hii haitajengwa na wageni, ila itajengwa na Watanzania wenyewe, na watakaovunja nchi ni Watanzania wenyewe. Kwa hiyo tusifikie hatua ya kuivunja nchi
ni vema tukaijenga nchi kwa njia ya maridhiano. Jambo lote likiharibika, lolote lile, hata kama la kifamilia, watu binafsi, mambo ya siasa, jambo likishaharibika, inatakiwa watu warudi kwenye meza. Wakae kwenye meza, wazungumze, watafute njia ya kufanya ili suluhu ipatikane. Na mimi ninachoamini katika akili yangu binafsi ni kwamba hatuwezi tukapata suluhu kwenye nchi hii ya kutumia maandamano. Tukiachana na maandamano, misingi ya chama, tunayo katiba ya Chadema, tunayo mabaraza ya Chadema. Katiba ni katiba yenyewe, ina kanuni, ina maadili, ina mwongozo. Sasa ndugu waandishi wa habari, anaweza akaibuka kiongozi mmoja akaenda baa akampa mtu madaraka ya uongozi. Haya mambo nimeona. Tukiachana na hayo, kuna baadhi ya viongozi wanakwenda kushiriki chama kingine, wanafanya siasa kwa chama kingine, afu wanarudi kwenye Chadema tena wanakuwa viongozi. Haya mambo ni magumu sana, hayawezekani. Huwezi kuoa mwanamke halafu mwanamke akaolewa na mtu mwingine na akabadili dini, halafu wewe ukaenda ukamrudia, haiwezekani. Kwa hiyo ni lazima tuwe wa kweli, watu wa Chadema, kwamba kama niko Chadema siwezi kwenda kufanya siasa kwenye chama kingine halafu nikarudi Chadema tena nikawa kiongozi. Haya mambo ni hatari.